Iran ni moja kati ya nchi zenye jeshi lenye nguvu zaidi barani Asia ya Magharibi. Lakini je, unajua jinsi gani Iran imeweza kujenga jeshi lake kwa kukabiliana na mipaka na vitisho vya kimataifa? Leo tutachunguza uwezo wa kijeshi wa Iran na jinsi inavyotumia silaha zake kwa ulinzi na ushawishi wa kisiasa. Hii itakushangaza sana. Ulijua kwamba Iran ina moja ya majeshi makubwa zaidi katika eneo lake? Fikiria jeshi kubwa, lililoandaliwa vizuri, na lenye uzoefu wa miongo kadhaa ya vita na mivutano ya kikanda. Hilo ndilo jeshi la Iran. Lakini ukubwa sio kila kitu. Ni mchanganyiko wa idadi, vifaa, mafunzo na, muhimu zaidi, kakati ambao hufanya jeshi kuwa na nguvu. Tutachunguza vipengele hivi vyote ili kukupa picha kamili ya uwezo wa kijeshi wa Iran. Nguvu zao si idadi tu. Ni kuhusu uwezo wao wa kujitengenezea silaha, uwezo wao wa kupanga mikakati ya vita, na uwezo wao wa kuendesha vita vya asymmetric. Iran imewekeza sana katika tasnia yake ya ulinzi, ikizalisha kila kitu kutoka kwa bunduki ndogo ndogo hadi makombora ya masafa marefu. Hii inamaanisha kuwa hawategemei sana uagizaji wa silaha kutoka nje, ambayo huwapa uhuru mkubwa katika sera zao za kigeni na uwezo wa kijeshi. Hebu tuzame katika kile kinachowafanya kuwa jeshi lenye nguvu. Tutachunguza muundo wao wa kijeshi, vifaa vyao, mikakati yao, na uhusiano wao na washirika wa kikanda. Pia tutaangalia changamoto wanazokabiliana nazo, kama vile vikwazo vya kiuchumi na ushindani kutoka kwa majeshi mengine yenye nguvu katika eneo hilo. Kwa kuelewa mambo haya yote, tunaweza kupata ufahamu bora wa nafasi ya Iran katika usalama wa Mashariki ya Kati. Nguvu za kijeshi za Iran si bahati mbaya. Ni matokeo ya miongo kadhaa ya mipango, uwekezaji, na kujitolea. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, Iran ilijikuta imezungukwa na maadui na ililazimika kujenga uwezo wake wa kijeshi kutoka mwanzo. Walifanya hivyo kwa kuzingatia kujitosheleza, uvumbuzi, na vita vya asymmetric. Ikiwa na wanajeshi zaidi ya 600,000 wanaofanya kazi, Iran ina wanajeshi wengi zaidi ardhini kuliko Israeli au Saudi Arabia, wapinzani wake wawili wakubwa. Hii inawapa faida kubwa katika vita vya kawaida, lakini idadi sio kila kitu. Mafunzo, vifaa, na ari pia ni muhimu. Na Iran imewekeza sana katika mambo haya yote. Wanajeshi wao hupitia mafunzo ya kina, wana vifaa vya kisasa, na wana ari kubwa ya kulinda nchi yao. Zaidi ya hayo, zaidi ya wanajeshi 350,000 wa akiba wanaweza kuitwa haraka sana. Hii inamaanisha kuwa Iran inaweza kuhamasisha jeshi kubwa sana kwa muda mfupi, ikiwapa faida kubwa katika vita vya kikanda. Akiba hizi zimefunzwa vizuri, na zina vifaa vya kisasa, na zinaweza kuongeza nguvu za jeshi la kawaida la Iran haraka sana. Uwezo huu wa uhamasishaji wa haraka ni muhimu kwa ulinzi wa Iran. Lakini si tu kuhusu idadi ya watu. Ni kuhusu ubora wa wanajeshi wao, ubora wa vifaa vyao, na ubora wa mkakati wao. Iran imewekeza sana katika kuboresha mambo haya yote. Wana wasomi, wana vifaa vya kisasa, na wana mkakati wa ulinzi ambao umeundwa kukabiliana na nguvu za wapinzani wao. Walinzi wa mapinduzi wa Iran, wanaojulikana kama IRGC, ni wasomi, wanaendesha misheni za siri na kuunga mkono vikundi kama Hezbollah na Houthis. IRGC ni nguvu yenye nguvu sana katika Mashariki ya Kati. Wanaendesha shughuli katika nchi nyingi, na wana ushawishi mkubwa juu ya sera ya kigeni ya Iran. Wao pia ni chombo muhimu katika kukandamiza upinzani wa ndani. Linapokuja swala la silaha, Iran imejaa silaha. Wana aina mbalimbali za silaha, kutoka kwa bunduki ndogo ndogo hadi makombora ya masafa marefu. Wamejitengenezea silaha zao nyingi, ambayo huwapa uhuru mkubwa katika sera zao za kigeni na uwezo wa kijeshi. Makombora yao ya balistiki, kama Shahab na Sejil, yanaweza kufika mbali zaidi ya mipaka yao. Hii inamaanisha kuwa wanaweza kulenga maadui katika eneo lote, na hata zaidi. Makombora yao ni muhimu kwa mkakati wao wa ulinzi, na wameendelea kuwekeza sana katika kuboresha uwezo wao wa makombora. Na ndege zao zisizo na rubani, kama Shahed 136 tayari zimefanya vichwa vya habari nchini Israeli na Bahari Nyekundu. Drones hizi ni za bei nafuu, zina ufanisi, na ni vigumu kuzigundua. Wamekuwa chombo muhimu katika vita vya Iran katika eneo lote. Wanaweza kutumika kwa upelelezi, mashambulizi, na hata vita vya cyber. Mifumo yao ya ulinzi wa anga, ikiwemo Bavar 373, imetengenezwa nchini lakini ina nguvu, imeundwa kuzuia makombora ya adui kabisa.
Hii inamaanisha kuwa Iran inaweza kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga, ambayo ni muhimu kwa usalama wao. Wameendelea kuwekeza sana katika kuboresha uwezo wao wa ulinzi wa anga, na sasa wana moja ya mifumo ya ulinzi wa anga ya kisasa zaidi katika eneo hilo. Majini, jeshi la wanamaji la Iran limejaa boti za mashambulizi ya haraka na nyambizi, tayari kuvuruga usafirishaji kupitia lango muhimu la Hormuz, ambapo 20% ya mafuta duniani hupita. Hii inawapa nguvu kubwa juu ya uchumi wa dunia. Ikiwa Iran ingefunga lango la Hormuz, ingesababisha msukosuko mkubwa katika masoko ya nishati ya dunia. Hii ni silaha muhimu ya kiuchumi ambayo Iran inaweza kutumia ikiwa itahisi kutishiwa. Na tusisahau programu yao ya nyuklia na uhusiano wao wa karibu na Urusi. Ushirikiano huu unazidi kuwa muhimu, hasa katika muktadha wa vita vya Ukraine. Urusi imekuwa mshirika muhimu wa Iran, akiipa silaha, teknolojia na msaada wa kiuchumi. Kwa upande mwingine, Iran imetoa Urusi na drones na msaada mwingine wa kijeshi. Mchanganyiko wa mkakati, teknolojia na ushirikiano wa Iran unaifanya kuwa na nguvu ya kipekee, hata kama si tajiri zaidi au yenye teknolojia ya juu zaidi. Wamejifunza jinsi ya kutumia rasilimali zao kwa ufanisi, na wamekuza mkakati wa ulinzi ambao umeundwa kukabiliana na nguvu za wapinzani wao. Wao ni mchezaji muhimu katika Mashariki ya Kati, na ushawishi wao unaendelea kukua. Kwa hiyo, je, Iran ni tishio kubwa zaidi la kijeshi Mashariki ya Kati? Hilo ni swali ngumu, na hakuna jibu rahisi. Iran hakika ni nguvu kubwa ya kijeshi, na ina uwezo wa kusababisha matatizo makubwa katika eneo hilo. Lakini pia wanakabiliwa na changamoto nyingi, na hawana uwezo wa kushinda vita vya kawaida dhidi ya Marekani au washirika wake. Nijulishe unachofikiri, bonyeza like, toa maoni, na usisahau kujisajili kwa hadithi zaidi za ulinzi wa kimataifa. Asante kwa kutazama, na tunatumai umejifunza kitu kipya kuhusu uwezo wa kijeshi wa Iran. Endelea kufuatilia kwa uchambuzi zaidi wa kina wa masuala ya ulinzi duniani kote.